Mwanaume mmoja huko nchini Uingereza aliyetambulika kwa jina la John Davey amehukumiwa jela miaka 20 baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka mtoto mdogo, mtoto wa mpenzi wake ambaye alishirikiana na mama wa mtoto wa miaka 12 tu. Just imagine, Sarafina, miaka 12 mtu anashirikiana na mama mzazi wa mtoto kumbaka mtoto, na plani zilikuwa zimewekwa vizuri kabisa kutekeleza jambo hilo. Kuna mapicha ambayo yamekutwa na conversation kati ya bwana John Davey huyu na mama mzazi wa mtoto, jinsi ambavyo atatekeleza hilo swala, pamoja hadi vile vifaa, madido, manini yale yote jamaa alijipanga. Na wamepanga kabisa baba wa mtoto akiwa hayupo ndo tukio lifanyike. Ili kusiwe na interaction wakati wanafanya tukio hilo. Mind you, mama mzazi wa mtoto ameshiriki. Ndo mtu mkubwa kabisa hapo ambaye anasababisha hilo tukio litokee, kwa sababu yes ndo anatoa plani kwamba hapa babake hayupo, hapa hivi. Mama mzazi wa mtoto. Where are we going as the world? Hivi ni kwamba siku hizi mambo yanaongezeka au kwa sababu teknolojia iko juu, hivyo kesi nyingi tunaweza kuziripoti, kuzifahamu na kuziripoti? Nafikiri teknolojia, kwa sababu mind you, hivi vitu vinafanyika sana. Ushasikia sana kwamba baba alikuwa ananibaka nikiwa mtoto, sijui baba wa kambo hivi, mjomba hivi, lakini ni wapi ungesikia? Lazima uwe wa mtaani pale, lazima uwe wa wapi. Lakini sasa hivi kwa sisi Afrika hapa wanasema sometimes huwa inatokea kwamba mjomba katekeleza hilo swala, mama anamkingia kifua, anasema hapana, kakaangu hawezi kwenda jela. Unaona vitu kama kwa siku hizi kidogo jamii imeweza sasa hivi inaweza ikawa mama ametaka hivyo kwamba hawezi kwenda jela na nini. Zile stories zikitoka mtaani, mtu anaweza kaja akajirekodi tu kwamba hapa mtaani kwangu kuna hiki na hiki na hiki. Unajua kuna wale watu ambao wanapigania haki. So wanaanza kufanya research na nini mpaka inakuja kugundulika. Nakumbuka kule Mbezi kulikuwa na mtu anaitwa Teacher Ima, something like that. Alikuwa anamlawiti mtoto daily. Mtoto anaenda shule na kuja kugundua kumbe amefanya hivyo kwa wanafunzi wengi. Kwa teknolojia pia inasaidia sana. Na zamani tungejuaje vitu vya huko? Mpaka waje waonyeshe kwenye TV. Karibu sana, mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media. Endelea kutufuatilia kupitia Instagram, Facebook na Twitter, tunapatikana kama Ricky Media TZ. Lakini pia nikwambie tu kwamba tunapewa nguvu za kutosha na Silent Ocean, Simba wa bahari, bila kusahau Jesus Sound, mabosi zetu hawa wanahakikisha sisi tunaweza kuonekana hapa kwa mulwa kabisa, bila kusahau Magic Gypsum Board, au Magic Builders International, ambao wanauza vifaa mbalimbali vya ujenzi kama vile Magic Gypsum Board, lakini pia White Skim Wall Put. Zote hizi zinapatikana na pale Magic Builders International. Na story ambayo tunajaribu kuizungumzia hapa ni hii story ambayo imetokea huko Birmingham nchini Uingereza, ambapo huyu mwanaume mwenye umri wa miaka 45 anayefahamika kwa jina la John Davey amehukumiwa jela miaka 20, ambapo alikuwa anashirikiana na mama mzazi wa mtoto, wakati baba mzazi ameondoka nyumbani, akashirikiana na mama mzazi wa mtoto kumbaka mtoto wa miaka 12. Na tukio hili baada ya polisi, of course tukio hili limetokea mwaka 2024 in case you don't know, Sarafina. Na mwaka huu ndo imetolewa hukumu yake, sawa. Hukumu yake ndio imetolewa mwaka huu baada ya uchunguzi wa kutosha kabisa. So jamaa ameshakula zake mvua miaka 20, na nimejaribu kufuatilia jinsi ambavyo hii kesi ilivyokuwa inaenda. Jaji alikuwa anaelezea jinsi ambavyo huyu jamaa na mama alivyokuwa na discuss namna ya kufanya hilo tukio. Alikuwa anamwambia kabisa, niko peke yangu, siku fulani nitakuwa peke yangu, lakini pia hata walipanga mpaka nguo ambazo mtoto atakuwa anavaa kwa wiki nzima, nguo fulani vile laini nini, unajua zile. Yaani kwamba ili labda walitaka incident ionekane mtoto alikuwa anawatamanisha watu. Yaani kutokana na mavazi yake. Kwamba mtoto anavaa kama mtu mzima na nini, kwa sababu ni binti mdogo, miaka 12 ni binti mdogo. So hii ni mipango, alafu mipango inatoka kwa mama mzazi. Hiyo inasikitisha zaidi, kwa sababu mimi nabaki pale kwamba mama ndo inatakiwa wewe uwe open kwa mtoto wako. Umfanye awe rafiki yako, ili anapokuja kwako akwambie yote anayoyapitia. Kwa mfano rahisi ni kwamba huyu mama kuwa mama bora kwa binti yake. Sababu gani? Kama haya yote alikuwa yanatokea
mtoto anaanza kuchati na yule kaka, huyo baba, maana huyo sio kaka, huyo ni baba, miaka 45 ni mbaba kabisa huyo. Anachati naye mambo ya kiutu uzima na hajaona kama kuna haja ya kumwambia mamake kwamba kuna mtu ananichatisha hivi. Kuna yani ameona ni sawa kwenda hivyo. Ina maana mama hakuwa na hiyo nafasi ya kumpa mtoto wake kujielezea kwake, yani kuwa huru kwake kwamba mama napitia hiki na hiki, mama mwili wangu sasa hivi una mabadiliko haya. Haikuwa rahisi kufanya hivyo. Kwa hiyo huyu mtoto hakuwa kwenye mikono salama. Ndio maana hata mamake anaweza kufanya hivi. Yani unawezaje kupanga mbinu ya yani hapa sasa unajua kuna mazingira fulani yakitokea unagundua kabisa kwamba tulipofika sasa kila mtu anatakiwa atake action juu ya mtoto mwenzake. Sasa kwa sababu kwa kutegemea wazazi napo imekuwa ni changamoto. Hizi kesi zipo. Tumetoka kuzungumzia kesi ya mama kumuuza mtoto wake kwa mganga kienyeji. Tena sasa hivi tunakuja hii. Sasa hivi tunazungumzia story kama hii. Unagundua kwamba hakuna mtu wa kumwamini. Sasa hivi jamii nzima inabidi sasa tujiunge katika kusaidia watoto. Kwa sababu unajua ikoje? Kuna kesi za wababa kubaka watoto wao. Sasa unajua ikoje Ricky? Wewe unataka kumfanyia kitu kibaya. Kwa mfano ile ya mganga. Labda bibi ameshajua kwamba yule mama anataka kumfanyia kitu kibaya mjukuu wake. Anavongangana kubaki na mjukuu, hata watu wakija wanauliza nini kinaendelea hapa? Ananikatalia mtoto wangu, mimi nataka niondoke na mwanangu. Sasa kwa uhalisia tu huwezi kungangania mtoto wa mtu. Wewe ndio utaonekana unataka kumfanyia kitu kibaya. Unamwacha aende na mamake na kumbe huko ndo anaenda kutekeleza huo. Mnakuwa na fact. Mfano kuna kesi mbalimbali nishaziona zilikuwa na ripoti hata kwenye mitandao. Majirani wanaona jinsi ambavyo mzazi anamtreat mtoto. Anamchoma moto mikono, anamfanya nini? Watu na report siku hizi. Kwa hata kwenye jamii zetu ukiona kuna mzazi anamfanyia mtoto vitu ambavyo haviko sawa, you have to report ili aweze kusaidiwa yule mtoto. Inawezekana usiende front. Kuna ofisi za serikali za mitaa, kuna mjumbe ukimwambia aeleweki nenda kwa ofisi za serikali za mitaa. Kuna siku hizi kuna madawati ya jinsia. Kuna sehemu kuna unajua sasa hivi kidogo tuseme kweli. Kuna sehemu nyingi za kwenda kuripoti. Yani Ricky akiwa anafanywa mtoto mpaka wewe uje ameshapitia magumu mengi sana. Kwa sababu watoto wanaambiwa tu usiseme kwa mtu. Sijui nda kupiga, sijui nda kuua, sijui nda hawezi sema. Yani utakuta chain imetoka labda kwa mwalimu, anaona namna ambavyo mtoto yuko sad shuleni, ikifika muda wa kwenda nyumbani. Unajua? Anafurahi akiwa anacheza na wenzake, ikifika muda wa kwenda nyumbani. Unamuona anazuga, yani mpaka aje aondoke. Ndio mwalimu anaanza, sasa mwalimu awe mwenyewe ana upendo sasa, kwamba anaanza kufuata. Mbona huyu mtoto yuko hivi? Mbona ndio unakuja kujua kumbe mtoto anapigwa huko nyuma. Yani we are not safe. So watoto sio wakubwa, we are not safe. Tujaribu tu kulindana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu binadamu tunatakiwa tuwe binadamu, sio wanyama tena. Hata wanyama wana upendo siku hizi. Wanyama wana upendo kuliko hata binadamu. That's not fair, man. That's not fair. It is what it is. Biditwa Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry behind the camera. KB Pixel amesababisha sisi kuonekana hapa. Tukiwa napewa nguvu za kutosha na Magic Builders International, Jesus Sound, bila kuwasahau Silent Ocean, Simba wa Bahari. Till next time, bye bye.